upendo wa kimungu na kanisa. Lakini pia natamani tukajifunze kwa kushirikiana, lakini pia tukajifunze kwa njia ya maswali na majibu, njia ya discussion. Bwana Yesu asifiwe sana. Upendo wa kimungu na kanisa. Biblia inasema nini kwa habari ya upendo? Jifunza nini juu ya upendo? Tunaposoma Biblia katika kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16, tunauona upendo utokao kwa Mungu kwenda kwa ulimwengu. Inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu mwenyewe anasema katika hiyo Yohana sura ya 15 mstari wa 13. Bwana Yesu anasema, hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kuutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki. Yohana sura ya 15 mstari wa 13. Nataka uangalie hayo. Yohana sura ya 3 mstari wa 16, lakini pia Yohana sura ya 15 mstari wa 13. Yohana 3:16 tunaona Biblia inatuambia, kwa maana ya jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu atakayemwamini huyu mwana pekee wa Mungu awe na uzima wa milele. Lakini Bwana Yesu anaenda mbali katika ile Yohana 15, anasema mstari wa 13, hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kuutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Mtu kuutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Bwana Yesu anatuonyesha vile ambavyo anao upendo. Tunaposoma kwamba Mungu anao upendo, yeye upendo haukuwa katika maneno, bali upendo wa Mungu ulikuwa katika vitendo. Haukuwa upendo wa maneno matupu wa mdomoni, bali ulikuwa ni upendo wa vitendo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Somo linasema upendo wa kimungu na kanisa. Upendo wa kimungu na kanisa. Bwana Yesu anasema, amri mpya nawapa, pendaneni. Yeye ni mtu wa kwanza kuonyesha mfano wa upendo wa kweli, na upendo wake unapita namna ya kueleza. Upendo wa Yesu unapita upeo. Biblia inasema ali Yesu akijua kuwa anaondoka, lakini aliupenda ulimwengu, tena aliupenda upeo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Aliupenda kupita maelezo. Huwezi ukaelezea upendo wa Yesu kwa sababu ni upendo uliopita fikra, uliopita mitazamo, uliopita mifano, uliopita upeo. Hauwezi ukaueleza vile ambavyo aliupenda ulimwengu. Sasa yeye alifanyika kuwa mfano wa upendo wa kweli, ingawa anasema hakuna mtu mwenye upendo kama huu wa mtu kuutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Lakini anapoondoka anatuachia amri mpya, anasema pendaneni. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Upendo wa Mungu au upendo wa kimungu kwa kanisa ni upendo wa namna gani? Tunawezaje kuishi katika upendo wa kimungu kama kanisa? Halo. Kama Mungu alitupenda angali tukiwa wenye dhambi, Mungu alituona tunafaa wakati hatukufaa. Ukisoma katika waraka wa kwanza wa Yohana utaona sura ile ya 4 kuanzia mstari wa 10. Naomba unisomee msomaji. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4.
kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari kuanzia wa 10. Mstari wa 10 Biblia inasema hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, ndio, bali kwamba yeye alitupenda sisi, akamtuma mwanawe kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Wapenzi, ikiwa Mungu alitupenda sisi hivi, imetupasa na sisi kupendana. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Tukipendana, Mungu hukaa ndani yetu, na pendo lake limekamilika ndani yetu. Katika hili tunafahamu ya kuwa tunakaa ndani yake, naye ndani yetu, kwa kuwa ametushirikisha Roho wake. Si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi, akamtuma mwanawe kuwa upatanisho kwa dhambi zetu. Wapenzi, ikiwa Mungu alitupenda sisi hivi, imetupasa na sisi kupendana. Mstari wa 12 anaenda anasema, hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote, bali tukipendana, Mungu hukaa ndani yetu, na pendo lake limekamilika ndani yetu. Katika hili tunafahamu ya kuwa tunakaa ndani yake, naye ndani yetu, kwa kuwa ametushirikisha Roho wake. Kama kanisa, tunaposema tumeokoka, tunaposema tuna Roho Mtakatifu, Yohana anasema katika hili lipi? Katika upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema katika hili tunafahamu ya kuwa tunakaa ndani yake, naye ndani yetu, kwa kuwa ametushirikisha Roho wake. Kuna vitu vya kuvitazama hapa. Kwanza, katika upendo ndipo tunaweza kufahamu kwamba mtu huyu anampenda Mungu, mtu huyu ameokoka. Lakini pia katika upendo ndio tunapata uhakikisho kwamba mtu huyu amejazwa Roho Mtakatifu. Halo, haleluya, haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Upendo. Upendo. Kama kanisa tunaonyeshaje upendo, ama tunawezaje kuishi kwenye pendo la Mungu? Kama kanisa ni kwa namna gani tunaweza kuishi katika upendo na kuonyesha pendo la Mungu la kweli kwa wapendwa wetu? Ni jambo la kutafakari na kulitazama. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema hakuna mtu aliyemwona. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote, ila tukipendana, Mungu hukaa ndani yetu, na pendo lake limekamilika ndani yetu. Lugha nyepesi tu, kama hatupendani, hayupo Mungu katikati yetu. Mungu akai mahali ambapo pana upendo. Kama kanisa, Mungu anatazama moyo wa upendano katikati yetu, kwa sababu hamwezi mkawa na nia moja kama mpendani. Halo, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lengo la kuliweka kanisa, lengo kubwa ni kutufanya kuwa familia. Na nataka nikwambie, familia hii ya Mungu ndio familia bora kuliko familia uliyotokea. Bado hujanielewa? Kama ambavyo unaitetea familia yako uliyotokea, ambao umezaliwa kwa jinsi ya damu na nyama, unaipenda katika hali yoyote, kanisa la Mungu ni zaidi. Mungu alitufanya kuwa kanisa. Kanisa manake kusanyiko la watu wa Mungu. Alitufanya kuwa kanisa. Lengo ni kutuleta pamoja ili tuwe familia. Ndio maana akasema kanisa ni mkusanyiko wa viungo vingi, akaliita mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu mwili haujawahi pishana hata siku moja. Mwili unafurahi pamoja, mwili unahuzunika, unalia na kuugua pamoja. Mwili ndilo kanisa. Asili ya mwanadamu, ama shetani hutumia asili ya mwanadamu ili kuharibu
tafsiri halisi ya kanisa. Tunaona makanisani ndimo ulimo umbea, makanisani ndimo yalimo majungu, makanisani ndimo kila aina ya uharibifu. Silo kusudi la Mungu. Kusudi la Mungu ni watu waonekane wakiwa wamoja. Hivi unafahamu kwa nini walokole wa zamani walikuwa wanajulikana? Walokole wa zamani walikuwa wanafanya nini? Ukimwona tu hivi unajua huyu mlokole. Na hata kama ukimkuta anavuta sigara unasema huyu alikuwa mlokole amekimbia. Tena ulokole wake ulikaa sana. Yaani mimi kuna namna nilikuwa najua tu huyu mlokole. Kwa sababu kuna namna ambayo ulokole unawafanya watu wawe sawa. Kanisa linawatengeneza watu wenye mfanano, lugha, tabia, mienendo yao. Popote watakapoingia utajua huyu ni mlokole. Walokole wa sasa mpaka ajitambulishe. Asipojitambulisha ujui, unajua huyu ni muhuni tu kama wahuni wengine. Hana tofauti. Utofauti ni kwamba huyu ananena kwa lugha, huyu aneni kwa lugha. Basi sio lengo la Mungu kufanya kanisa. Nataka tukajadili hapa kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura 13. Funda kuja na swali. Bwana asifiwe. Biblia inasema, nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. Nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika. Sikiliza. Kuna wakati unaomba Mungu, ninataka nikue viwango, nikujue zaidi, alafu unanena mpaka dunia inataka, yani ardhi zinataka kupasuka, dunia inataka kutoweka. Lakini Biblia inasema kama huna upendo umekuwa shaba iliyo na upatu uvumao. Anasema tena, nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote. Si unaelewa? Kuwa na unabii haina maana wewe una upendo. Hizo ni kalama ambazo Mungu anaweza kawa ameziachilia kwa mtu, na kuna wengine wamezaliwa wakiwa hivyo. Kuna watu wamezaliwa na vitu na vipawa, anao uwezo wa kuona. Na ndio maana unaweza kukuta kuna watu ambao hawajaokoka lakini wanaona, na sio mapepo. Sio mapepo. Lakini Mungu anamuonyesha kila kitu, sio mizimu. Nini? Ameumbiwa kipawa hicho toka kuzaliwa kwake cha uonaji. Nisiende mbali huko. Lakini anasema nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo si kitu mimi. Upendo haupimwi kwa kutenda miujiza. Unaweza kutenda miujiza, lakini kama una upendo si kitu. Unaweza kusema mchungaji unasemaje? Bwana Yesu anasemaje? Kuna wengine wanasema Bwana Bwana, hatukufanya ishara kwa jina lako na kutenda miujiza mingi? Atasema tokeni hapa, sikuwajua ninyi. Lakini watu hao walifanya ajabu na ishara. Mungu anataka nini sasa? Anataka nini? Kama anaweza katembea na mimi Nehemia katika utumishi na watu wakabarikiwa, Mungu, watu wakamuona Mungu, lakini mimi kama sina upendo nimekuwa si kitu. Upendo huu ni upi? Anasema tena, nikitoa mali zangu zote kuwalisha masikini, tena nikitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo hainifaidi kitu. Upendo huvumilia, hufadhili. Upendo hauhusudu. Upendo hautakabari, haujivuni. Aya. Naelewa sijui. Nisikilize, upendo upimwi kwa sababu unalia. Kuna watu misibani wanakodiwa kwa ajili ya kulia. Unaelewa hiyo? Yaani mtu kabisa anafanya kazi yake ni kikundi. Nenda mijini uone.
Ni kikundi kipo hapo, unaenda ukifika pale unaulizia, bwana naulizia kikundi cha watu fulani, nina msiba, nataka watu wakulia na bargain shingapi, labda 900,000 milioni, sawa. Wanatoka hapo akina wamama wenye kububujika machozi, wanaojua kulia kweli, kuomboleza kweli, wanafunga vibwebwe vyao vizuri, wanajifunika na ushuki, na wana nguo zao nyeusi, wanajua za misiba ni nyeusi, mnaita nini, lesi nyeusi. Akifika pale ameshaambiwa asije kajichanganya, kalia alikuwa mtoto huyu, kumbe ni mzee. Kwao anapewa details zote, asije akasema dada, kumbe ni baba. Mtu huyu ni hivi ni hivi ni hivi, na nyumbani kwao ni huku huku, anaanza kulia. Wewe kilio hakimaanishi kwamba mtu huyu ana upendo na huyu mtu ama ana uchungu juu ya huyu mtu. Wewe uonaje hata kwenye misiba mnatoka vizuri? Hao kina mama wanachanganyaga hao. Mnatoka nyumbani vizuri, mnapiga story na njiani mmo mnaendelea kula mahindi huku mnaenda msibani. Akifika tu nyumbani pale, mtambeba. Jiuliza huo uchungu. Yaani akifika nyumba ndio hii hapa, anaanguka chini, atagalagala. Ushakutana na mama wakinyakiusa wewe, wanalia, wakimaliza wanaanza kumwelezea, yani alikuwa mzuri, alikuwa na upendo, kijana wa watu. Akimaliza kuongea anaanza tena kupiga ngolo, analia. Sasa haitafsiri kwamba mtu huyu ana upendo. Mungu atusaidie sana tuweze kuelewa, kuweza kusaidia watu. Hapo watu wanasemaga huyu mtu ana upendo kwa sababu anatoa vitu kwa ajili ya kuwapa watu. Nisikilize, kutoa vitu kuwapa watu haina maana una upendo, kwa sababu kuna watu wanatoa vitu kwa sababu wameambiwa ukitoa ukawapa masikini ni sadaka. Kwa hiyo anakuja kwako kukupa kwa sababu anajua wewe masikini, kuna kitu anataka, yani kwako. Akikupa hatupi, Mungu atampa, na ni kweli. Kwa hiyo wewe ni mgodi. Mtu anaweza kawa nakupa wewe kwa sababu wewe ni nini, akikupa atapata kutoka kwa Mungu, sio kwamba anakupenda. Sijajua kama kuna mtu ananielewa hapa. Sio kwamba anakupenda. Sijajua kama kuna mtu ananielewa hapa. Kuna siri kubwa katika upendo. Upendo hautafsiriki kwa namna hiyo. Upendo ni nini sasa? Karibu uchangia hoja. Mungu anaposema amri mpya nawapa, pendaneni, anamaanisha nini? Kama ndio amri ya pekee, amri kuu, akamwambia ipi ni amri kubwa kuliko zote? Akasema ya kwanza, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu, kwa akili zako zote, kwa nguvu zako zote. Na ya pili yafanana na hii, pende jirani yako kama nafsi yako. Makanisa, tunawezaje kuishi upendo? Upendo ni nini sasa? Wewe unaelewa upendo ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa mujibu wa dokumenti zangu hapa, ndio, upendo ni hisia kali za kujali au kutaka mema kutoka kwa mtu. Yes. Ndio. Ni hisia kali za kujali ama kutaka mema kutoka kwa mtu. Mzee karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa namna ambavyo nauelewa upendo kwa uchache, ndio tumesoma hapa Yohana sura ya 3:16. Tunaona Mungu ili adhihirishe upendo wake kwetu akamtoa mwanae wa pekee. Yani ni kitu cha thamani ambacho alikuwa nacho ndicho akakitoa kwetu ili sisi tutakapokiamini hicho tuwe na uzima wa milele. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi upendo na utazama kama unapoonesha upendo juu ya kitu chochote au juu ya mtu fulani, jambo la kwanza lazima ujitoe kwake kikamilifu. Yani unapotaka mfano kutoa kitu, basi utoe kitu cha thamani, lakini usitarajie kupata kitu kwake, ila wewe utarajie kupata kitu kutoka
kwa Mungu, kwa sababu hatufanyi upendo kwa mtu ili tupate kitu kwake. Lakini Mungu anatutaka kwa sababu yeye alitupenda sisi kwanza, alafu ndo akajitoa kwetu. Maana yake asingetupenda asingeweza kumtoa mwanae wa pekee. Ina maana ili tuweze kuonesha upendo kama kanisa, kwanza lazima tupendane sisi kwa sisi. Sasa ni namna gani tunapendana? Unajua kanisa la leo tumeshindwa kutambulika kwenye upendo kwa sababu sisi kwanza tuna ile kupenda bla bla. Kwanza tunapenda watu wenye vitu, hatuwapendi watu ambao hawana vitu. Sasa ili upendo wa kanisa, umesema kwamba zamani Wakristo wa zamani walitambulikana. Walitambulika na watu kwa sababu gani? Kwanza wao kwa wao walikuwa na shirika, walifanya kitu kwa umoja. Unajua umoja ndio unaimarisha upendo, kama alivyo Baba, Mwana, Roho. Ndivyo ambavyo tunatakiwa kuishi kama kanisa. Kwa ili tuweze kupendana lazima tushikamane bila kuangalia mazingira yangu, mazingira ya yule. Hapo ndipo tutaonesha namna upendo ulivyo. Amen. Amen. Chapia makofi. Kama kanisa tunatakiwa tuishi katika ushirika. Unajua napata tabu sana na wapendwa wa siku hizi. Tabu sana. Unaangalia asilimia kubwa watu hawana upendo. Na nataka nikwambie hata hao unaohisi wanakupenda na wanakujali hawakupendi. Hakuna upendo ambao mtu anakupenda ili ategemee kupata kitu kutoka kwako. Na nataka nikwambie shetani mjanja sana. Kuna vitu, yani kila karibia asilimia watu 90 ambao wamekuzunguka, hata kama hana kitu, anataka kitu kutoka kwako. Sasa mchungaji, inawezekanaje? Mtu huyo hana kitu, mimi ndio ninayemsaidia. Ninataka nini kutoka kwake? Jinsi ambavyo shetani ni mjanja na ametengeneza, kuna mtu unaweza kuwa unamsaidia ili tu akusifie. Uoni machawa? Alafu mara nyingi machawa tunajua wapo serikalini tu. Machawa wanatuzunguka kila siku. Utaonyesha upendo wa kweli ikiwa kuna mtu anakusema vibaya alafu bado unampenda. Upendo unapimwa hapo. Unanielewa? Kuna mtu yani anakusema vibaya na bado unampenda. Upendo unapimwa hapo. Lakini ikiwa kama kuna mtu haendani na wewe unamfuta, wewe huna upendo, ni mnafiki. Watu wengi tunawapa watu vitu ili na wao watupe. Mimi ninaweza nikawa na ugali, nikakupenda, nikakukaribisha, ukawa unakuja nyumbani kila siku kula, au nakuhifadhi, unaishi kwangu, lakini natamani kuona wewe unanisema vizuri. Hujawahi ona? Na nataka nikwambie wale wanaokuzunguka, mimi hata mtu anakuja hata maneno tu waga na yakemea. Yaani mtu anakuja, unajua sana niko kisa tu anajua kabisa anakutegemea. Anakuletea vimaneno ambavyo wewe anaangalia ni maneno gani atakao kupendeza. Mara nyingi umbea. Fulani yule leo kanisani ulikuwepo, wakati anajua ukuwepo. Hivi fulani yule anakuletea maneno ili waone wengine wabaya, yeye wazuri. Na kwa bahati mbaya tunawapendaga watu wa namna hiyo. Mtu ambaye hana kitu na anahitaji apate kitu kwako, hawezi kukuletea kitu, atakuletea maneno ili umpende. Huyo sio mtu mzuri kwako, kwa sababu hana upendo wa kweli. Nisikilize, Yohana 3:16 anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe, akamtoa mwanawe wa pekee. Ili hakutoa tu, alitoa ili aokoe. Anasema ili kila mtu amwaminie asipotee, na uzima wa milele. Angalia Warumi sura 8 mstari wa 32 anasema hivi, yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote. Asiyemwachilia mwanawe pekee, hakumtupa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakutoa bila sababu, yeye hakumwachilia, bali alimtoa kwa faida.
tunapowatendea watu mema, tuwatendee kwa lengo la kuwasaidia, na msaada sio umpe ili upate ila msaada wa kweli umpe ili atoke hapo alipo. Anasema yeye asiyemwachilia, anaitafsiri ile kwamba Mungu alimtoa mwanawe pekee, asiyemwachilia mwanao wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Kosaje kutukirimia na mambo yote pamoja na Yesu? Alimtoa kwetu ili sisi tutoke katika utumwa. Mtu anayekusaidia ni yule ambaye anakutendea upendo ili utoke katika hiyo shida. Mtu anayekuja kukushauri, anakushauri ili utoke kwenye hali fulani uende kwenye hali mpya. Bwana Yesu atusaidie sana. Ndio upendo, na ndio upendo ambao umekosekana kwa kanisa. Leo hii kanisa tunafanya vitu kwa watu ili tupate vitu, aidha miujiko, misifa, tusifiwe, tusifie, ama na mtu mwingine anakupenda ili apate kitu. Anakuja kwako, anajua kwako kuna vitu. Kija kwako akapiga story, shoga sijui nini, utamvulia kashati, utampa ikusifia. Unaona zania mtu akija kwako anataka nguo, atafanyaje? Kwambia nguo, I say pamba zako ni kali, ila unapamba wewe hata kama unazo nne. Kuna ile moja ipo hivi, ukipiga sasa anakujaza. Sasa sifa zikishajaa mwanadamu anasema mimi zipo nyingi hivi, haiwezi kukutosha. Unapoaga pale, wewe unaondoka unasema nimemuweza. Unanielewa? Nimepiga ujanja mjini kwa hai, ujanja kupata. Unaondoka una furaha, umepata, na yeye anaondoka sasa, jamani nikubali. Kumbe unkubali, wewe ulikuwa na shida zako tu. Na wewe unaondoka sasa, yule jamaa mimi kwangu chochote nitakachomuomba ananipa. Unaweza kaona Bwana Yesu angalia maneno, anasema hivi, tena nijapokuwa na unabii. Acha nianze mstari wa 3. Tena nikitoa mali zangu zote kuwalisha masikini, tena nikijitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo unaleta faida ya kimungu. Upendo wa kimungu kwa kanisa unatupa faida. Mstari wa 4 anaonyesha upendo unatazamikaje, ili tujue wewe una upendo. Upendo unatazamikaje? Upendo huvumilia. Hata kama alikukosea mara 2, mara 3, mara 4, utavumilia. Huo ndio upendo. Anasema upendo huvumilia, lakini pia hufadhili. Upendo hufadhili. Upendo hauhusudu. Upendo hautakabali. Upendo haujivuni. Haukosi kuwa na adabu. Mimi waga nazionaga heshima za Waafrika. Si unazijua heshima za Kiafrika? Unakuta vijana wapo na wazee wanaenda kunywa pombe. Wanapoingia vilabuni wanasalimiana vizuri. Shikamoo mzee, habari za nyumbani? Kwema babangu. Ndio. Wakisha lewa, mzee akimkanyaga anamwambia wewe mzee, ndakukata makofi. Mtu unayempenda utamheshimu hata kama amekukosea. Upendo ukosi kuwa na adabu. Kama kanisa, Mungu anataka kuona upendo katikati yetu. Hata kama kuna watu ambao wanatutendea mabaya, tuwavumilie tukijua kwamba kesho watabadilika. Nimesema hivi, Mungu alipotupenda, alitupenda akamtoa mwanae. Alitoa ili sisi atutoe mahali. Alimtoa mwanae ili sisi tutoke katika dhambi. Matendo ya upendo yapo hivyo. Anasema apende hata mtu mmoja apotee, bali kila mmoja ifikirie toba. Anasema msizani kwamba ukawia, bali uvumilia kwenu. Maana upendo wake kwetu unamfanya yeye atuvumilie. Tunamkosea mara 2, mara 3, bado anavumilia. Na hata sisi kuna watu ambao tunahitaji watoke sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lazima tuwavumilie. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Kama huwezi kuwa mvumilivu, nakwambia haufai kwa kazi ya Mungu.
Hata sisi wachungaji, huwezi kuwa mchungaji kama sio mvumilivu. Huwezi kuwa mchungaji kama sio mvumilivu, na huwezi kuwa mchungaji kama huna upendo. Umeisha, unatafuta tu kula kabisa. Huna uvumilivu, utachunga nani? Huyo anakukalia kikao, anakusengenya, na mmoja katikati yao anauchota, anakuletea, unakupata. Afu sema huyu naye mheshimu na kumpenda, anatamka maneno kama haya. Usema baba msamehe, kwa sababu unaangalia ndani yake unasema amepungukiwa upendo. Unapotenda dhambi unamuasi Mungu. Unaelewa maana kuasi? Hivi unaposikia kwamba wanajeshi wameasi, unaelewa nini? Wameiasi mamlaka. Na maana rais akicheza wanampindua. Alafu Bwana Mungu anasema dhambi ni uasi. Lakini pamoja na huo uasi tunarudi tena, tunatubu, anatusamehe. Alafu akitusamehe hakumbuki tena. Ndivyo tafsiri ya upendo. Sema yani huyu mwaka jana aliwenifanyia hivi, sasa unapenda, ila tu nimemsamehe. Kusamehe lakini sitakusahau. Huo ni upendo kweli? Wewe una upendo kweli? Umemsamehe lakini hutamsahau? Au umeogopa tu sheria za nchi kwamba ungeweza kumlipa, lakini tu sheria za nchi na sheria za kanisa haziruhusu? Anasema hujamsamehe, umeshindwa cha kumfanya. Anasema upendo huvumilia. Kama hatuna uvumilivu hatupendi. Na Yesu atusaidie sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Upendo hufadhili. Kwa nini? Kwa sababu kuna wakati mwingine unaweza kumfadhili mtu na wewe mwenyewe haupo vizuri. Unaelewa? Kwa sababu tu ya upendo. Amekuja amekulilia shida, na unaona anapita katika shida kubwa kuliko wewe, unamsaidia. Na watu wengi wanajuaga watu wanaosaidia kwamba wana hela, hasa walokole. Na hii ni changamoto ambayo wewe pia nabii uielewe. Huwezi kutoa, wewe ni wakupokeaga tu. Sichuma ulete wewe. Hakuna mtu ambaye hana kitu cha kutoa. Mimi waga naangalia mara nyingi unaweza kukuta mtu anakuja anakulilia shida afu una hela. Unaelewa hicho kitu? Mpaka inabidi ufanye jitihada nyingine, ufanye maarifa kutafuta huku na huku. Lakini sio kwamba unayo, kuna akiba fulani imekaa tu steka, unampa mtu. Alafu ukimpa anajua zipo nyingi, tenda atajisaulisha miezi 3-2 atakuja tena. Wewe ukija ukatendewa wema, na wewe ukifika wakati wa kulipa wema, lipa wema. Kuna watu wanataka wewe uwatendee, lakini ikifika wakati wao inabidi watende, hawawezi hata kusaidia hata kwa hiyo nafasi alionayo. Unajua walokole, mlokole anaweza kaja kwako akala asubuhi, mchana na jioni, na kesho asubuhi akamkia hapo. Asubuhi, mchana na jioni. Paulo anasema hao wasioenenda kwa utaratibu, wanafanya kazi ya kuzunguka kwenye nyumba za watu. Anasema hao pia na wenyewe wakemee. Alafu kesho mwambie tena kwa upendo. Unaelewa kwamba huyu jamaa anahangaika hivi, unajua hali yake atakuwa yuko vizuri. Mpigie simu mwambie, mpendwa, njoo kwanza hapo nyumbani. Akaja, vipi? Mwambie kuna kazi pale ya kulima eka moja. Mimi asemna. Ule tu pokee. Kutoa sio lazima na wewe utalipa hela. Unajua mtu anayekupa hela wewe huwezi mlipa hela, ila kuna kitu ambacho utafanya. Na kwa nini amekwambia wewe? Tena anaanza kuambia njoo nisaidie bwana, lakini lengo lake akulipe. Kuna mtu ambaye anamtoa tu mtu from nowhere. Mimi nimejifunza watu wengi sana ambao wamewasaidia walokole wameishia kuumizwa, wameishia kutukanwa, wameishia kujibiwa hovyo. Kwa sababu mlokole, kwa sababu na yeye ananena kwa lugha kama wewe, na yeye anaota ndoto kama wewe, anakuchukulia wewe nani? Mungu akikupa watu wakawa karibu yako, wapende kwa moyo wa kweli, usipende vitu vyao. Mungu akikuinulia watu kukaa karibu na wewe, wapende kwa moyo tena wa kweli, usiwapende kwa kutarajia vitu. Na funga kinywa chako, usipeleke umbea, utakuwa chawa, utamfanya mwenzio asiende mbinguni. Unajua umesikia? Yaani ukiona mtu anakuletea hayo maneno, mkemee, ponye. Na usipomkemea basi kaa naye mbali, kwa sababu huyo anakufanya wewe uchukue utukufu wa Mungu. Anakuvimbisha, anatengeneza uchao. Unajua uchao siku hizi unalipa Hao machao walikuaga tutangia huko, lakini sasa hizi ni kama wamelasimishwa. Na uchao hujawahi mwacha mtu bure, watu watapata maisha, lakini hakuna aliyeokoka ambaye ni chawa.
kwa sababu ukikosa la kupeleka utamsifia hata sifa za kijinga, kwa sababu huna neno la kumwambia. Kwa hiyo watu wanaotuzunguka tuwapende kwa moyo mmoja, na wakati mwingine tutende hata kama hatuna malipo kwao. Mungu atusaidie sana. Hata kama hatuoni kupata kitu, lakini hakuna kazi ya bure. Waswahili wakasema mfanyakazi ya bure ni heri kuliko mkaa bure. Yaani bora mkaa bure kuliko mfanyakazi. Anasema bora mfanyakazi ya bure kuliko mkaa bure. Fanya kazi hiyo ya bure, lakini itakutengenezea jina kwa ajili ya kesho. Na hakuna cha bure. Ukifanya kitaleta tu matokeo. Lakini kanisa ndo lenye majumu. Mumejuana hapa? Hamkujuanaga huko. Mlivyokuja hapa Yesu akawaleta, akawaonyeshea upendo wa kweli. Mlivyoenda huko, upendo lazima uwe na uvumilivu. Lakini anasema upendo hauhusudu, upendo hautakabari, upendo haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahii udhalimu. Kweli walokole kanisani waone mtu ametengwa, wao ndo wa kwanza kufika kule mtaani. Akifika tu cha kwanza, mnamjua fulani, hey, ametengwa. Kuna mlokole hapo? Hapo kuna mtu anaenda mbinguni hapo? Si mbilisi hiyo. Wewe unafurahia nini mtu mwingine kuadhibiwa? Sema haufurahii udhalimu, bali ufurahi pamoja na kweli. Huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote, hustahimili yote. Upendo haupungui neno wakati wowote, bali ukiwapo unabii utabatilika, zikiwapo lugha zitakoma, yakiwapo maarifa yatabatilika. Upendo unatafsiriwa katika nyanja tatu. Kuna upendo eros, unaitwa upendo wa eros, ambao ni upendo wa wapendanao, mume na mke, wa kimahusiano ya kimapenzi. Upendo unatafsiri katika utoaji wa kweli. Bwana sifiwe. Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe akawa mfano. Kwa kwenye kila upendo kuna kujitoa, na kujitoa kwetu sio kutupa, kujitoa kwa ajili ya kumtoa yule, kumfurahisha yule mwingine. Kama ni mke wako umfanyie vitu sio kama kwa kumsaidia, unamfanyia vitu ili kumtoa sehemu fulani, ili ujivunie yeye, ili umfurahie yeye, ili na wengine wasione upungufu wowote kwa yeye. Si ndio hivyo wapendwa? Kina mama wanaonunulia waume zao vitu wako wapi? Yani supplies, nyosha mkono juu. Na wamama hapa hawajawahi pokea kitu chochote kutoka kwa waume zao. Mungu awape neema ya kuvumilia na kuwaombea. Hivyo vichwa ni vibovu, visipopigwa spana humo ndani. 13 anasema katika hili tunafahamu ya kuwa tunakaa ndani yake. Katika nini? Katika upendo, naye ndani yetu, kwa kuwa ametushirikisha roho wake. Hamwezi mkao mnatukanana nyumbani afu mkasema mna ushirika wa Roho Mtakatifu. Wanaume na wanawake wengi ndani ya familia walokole, mimi nataka nikwambie, mara nyingi waga unaomba Mungu, Mungu, Mungu tubariki, wanakuja nakwambia umelogwa, mamizimu ya kwenu yamekuzuia usifanikiwe. Unaamini? So mamizimu ya kwenu, tabia yako mbovu. Kwa sababu ipo hivi, kama umeokoka hauna kesi yoyote na shetani, shetani hana nafasi yoyote kwako, hautakuwa na maisha ya kawaida. Walokole wengi hawafanikiwi, hawatoki sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa sababu ya vitabia ambavyo wao wanajua ni kawaida. Okoka, lazima tuhakikishe tunakaa katika upendo kila eneo. Upendo kuanzia nyumbani. Biblia inasema si wajalo nyumbani mwake ni mbaya kuliko, tena umeikana imani. Mume aliokoka apigi mke wake. Lakini cha ajabu, dunia hii imekuwa ya ajabu. Hata sijui Paulo kama aliwahi liona katika uchungaji wake. Wana mama wanapiga waume zao.
Humu kuna wababa wanashindwa tu kuongea, lakini wanaminywaga. Kipindi sisi tunasoma, nakumbuka tulikuwa tuna mwalimu mmoja alikuwa anaminywa na mke wake, akiminywa, akitoka huko ana hasira, ni viboko tu, hata mjamkosea. Lazima akae katika utii. Na mwanaume uwezi ukasema, unajua kuna wanaume tunasemaga ile, unajua kichwa cha Kristo ni Mungu na kichwa cha kila mwanamke ni mwanamume. Unaelewa kazi ya kichwa kwenye mwili wake? Halo, Yesu analilea kanisa, analihudumia kwenye kila kitu, analihudumia na alikubali kufa kwa ajili ya nani? Ya kanisa. Ndio nafasi ya kuwa kichwa. Useme mimi ni kichwa hapa. Kichwa kichwa natulisha dagaa sisi Januari hadi Disemba. Mna dagaa tunanunua pale kwa mama Emi za 5,000, lakini tunaenda tunapitia na kitimoto, kwa sababu sisi kitimoto sio alamu. Anapopokea dagaa, anaposhtuka, anapigwa butwa, anaona pia kuna kakitimoto, anasema yes, leo tunapiga kitimoto, siku 3 dagaa. Sio mbaya, unazimua. Alafu tokeo umeanza kukusanya hela mpaka leo umezifikisha shingapi? Alafu huyu mwanaume anagonga supu mtaani. Unaelewa? Mtaani anagonga supu. Kwani mchana waga mnarudi nyumbani kula? Hadi nilienda kukuta baba anafunga, alafu mama hajui. Yaani baba anafunga, yupo kwenye maombi ya wiki, hata ameshindwa kumwambia mke wake, mke wangu, kwanza mke wako huyo ni shetani hapa. Maana hata mke anakuja kushtukia eti kwamba kufuturu, anafuturu migawani. Kwa hiyo wasiushe umelogwa wewe. Kwa sababu hata dada wa kazi lazima ajue kwamba umefunga ili akuandalie cha kufutulia. Kwa sababu bwana mimi sili. Anajua hapa lazima baadaye niweke msosi. Sasa kama mke ajui, unaona maana unafanya mke kuwa shetani. Unajuaga tu mume wako anaamka asubuhi anaenda kazini. Anafanya kazi gani ujui? Kesho ukija kusikia mpigo mapanga mwizi. Lakini upendo wa namna ya pili unaitwa upendo wa fileo. Na katika kila upendo ama katika kila aina ya upendo, Mungu anataka atuone kanisa tunasimama kwenye nafasi zetu. Upendo wa fileo ni upendo wa kifamilia, kijamaa, kindugu. Unampenda mtu bila sababu. Kuna dada mmoja nilipata ushuhuda wake wiki iliyopita, wiki hii I think. Alikuwa anaeleza kwenye channel fulani. Yule dada alipata saratani, kitu kama hicho. Alikuwa ni mlembo mzuri, lakini baada ya kupata ule ugonjwa uso wake ulikuwa unatoboka. Kwa hiyo walikuwa wanachukua nyama sehemu zingine za mwili wanabandika usoni. Uso wake ukicheki ile fesi imeharibika sana, yaani amevimba. Wangapi walimuona yule dada? Amen, Mungu akubariki. Yule dada aisee, ukimwangalia mwangalie mara mbili, lakini anamsifu mume wake. Anasema mnaniona, mume wangu ana upendo sana huyu baba. Anasema tokea aliponioa hajawahi nisemesha neno baya, na nilipokuwa katika hali yeye ndo amekuwa akinitia moyo. Anasema hata nilipokuwa naenda India aliacha kazi miezi 6. Anasema sitaki mtu yoyote aende akakuguze, naenda kukuguza mimi. Na mpaka leo yeye ndo ananiambia mke wangu wewe ni mzuri kuliko wanawake wote. Kuonyesha anaacha hadi kazi kwa ajili yake. Mtu kama huyu hawezi kuwa masikini, na Mungu lazima atamtazama tu. Hii familia haitakuwa ya kawaida. Kuoa sio kufurahia ndoa. Maki una vijana unajua mimi nikioa wanaanza kula faida. Kwa mfano nikioa hata kwa ananipikia, kuna wakati utapika. Nikioa atakuwa ananifulia, kuna wakati utafua. Unanielewa? Tena sio siku moja. Unajua ndoa wewe. Lakini katika upendo huu wa fileo pia Mungu anataka tusipendane kwa sababu ananisifiaga, huyu namkubali, mtumishi wa Mungu mzuri sana, kwa sababu anakusifia. Anayetakiwa kupewa sifa ni Mungu tu. Utachukua nafasi ya Mungu afu ulaaniwe. Kuna watu hata kanisani wanawapenda watu, tena upendo wa fileo unabidi uzidi hapa kanisani, kwa sababu Mungu anatukatanisha hivi, afu tunakuwa ndugu katika roho, lakini mwilini huyu ni sio ndugu yako, huyu sio ndugu yako kwa jinsi ya mwili, lakini kwa jinsi ya kiroho sisi ni ndugu wa kwanza kabla yao. Kwenye kila upendo ni lazima pawe pana upendo wa kimungu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Upendo wa kimungu ni upendo ambao una sababu, upendo wa agape. Huu ni upendo wa Mungu alivyotupenda, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila mtu amwamini bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo Mungu anatoa ili mtu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Hatoi kitu ili apate kitu, anatoa kitu kama kwa kusaidia. Anasema yeye asiyemwachilia mwana wake bali alimtoa, atakosaje kutukirimia mambo yote? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa tunapendana kwa sababu agizo kuu ni upendo. Amri kuu ni upendo. Pendaneni. Kusema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo nimekuwa si kitu. Mtu anayekupenda atakwambia ukweli. Kama mahali panatoboka atakwambia hapa panatoboka, ziba. Sio kwa sababu wewe una kitu ama wewe anakutegemea kwa ajili ya kiuchumi au kwa ajili ya maisha ya kawaida, basi hautakiwi kushauriwa. Na ndio maana hata maaskofu wengi ambao walipotea na wachungaji wengi ambao hawana baba walipotea kwa sababu ya kukosa watu wa kuwashauri. Pata ufunuo mzuri tu, nafungua kanisa, anatoka katikati ya kanisa anaenda kufungua kanisa kake pale, yeye ndo mshauri mkuu, anasema mimi hawezi nishauri mtu yote ila Roho Mtakatifu. Hao wengi wamekufa na mtu wa kumwambia ili hapana. Akija na kesho atasema upako wa kuosha viatu, kesho kutwa tunaosha socks, tondogo tunaosha kucha. Hakuna mtu wa kumwambia hiyo, hamna hayo ndugu yangu. Ukimwonya anakuambia we, mimi ndo askofu hapa, funga kinywa, utaki toka. Wengi wamepotea kwa sababu ya kukosa mashauri, na wanaowazunguka wanazunguka ili wapate vitu. Galatia sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 10, namaliza hapo. Galatia 6 9 na 10. Kwa hiyo kadri tupatavyo nafasi, na tuwatendee watu wote mema, na hasa jamaa ya waaminio. Pigia mstari hapo. Na hasa nasema tena tusichoke kutenda mema, kwa sababu tutalipwa tusipozimia. Ni kweli, unapotoa na kumsaidia mtu mwingine utalipwa tu, iwe unampenda au umpendi. Na ndio maana sio kila anayekupa anakupenda. Mwingine anakupa kwa sababu nimekwambia wewe, yani wewe ni mgodi, akikupa atapata. Lakini anasema huyu aendelee kuwa maskini hivi, aendelee kuwa mhitaji hivi, ili niwe naendelea kumpa ili nipate. Lakini Mungu anatupa ili tutoke sehemu moja katika ile dhiki tuende katika furaha, tutoke dhamini tuingie uzimani. Tusichoke kutenda mema, kwa maana tutalipwa kwa wakati tusipozimia. Lakini anasema kwa kadiri tupatavyo nafasi tuwatendee mema watu wote. Huo ni upendo wa fileo kwenye watu. Upendo wa nini? Ila hasa jamaa ya waaminio. Unaelewa maana yake? Mungu pia aliupenda ulimwengu, sijui unaelewa, akamtoa mwanae pekee, lakini kwa ajili ya walio watakao muamini tu. Kuna mtu hajaelewa? Upenda ulimwengu tafsiri yake ulimwengu wote umesamehewa. Halo. Lakini nataka uangalie, anayepokea msamaha ni yule aliyemwamini Yesu. Ndio maana anasema tuwatendee mema watu wote, hasa jamaa ya waaminio. Ina maana ikitokea ndugu yako ambaye hajamwamini Mungu amekuja amelia shida moja na mtu wa kanisani, inabidi umtendee mema kwanza wa kanisani. Unaweza wewe kufanya hivyo? Kwa ninavyokujua wewe, ama wale wa kanisani tunawatendea nusu nusu. Ukiona mtu anakujali, anakuheshimu, amekufanya ndugu wakati wewe sio ndugu yake, huyo anamjua Mungu wake anayemwabudu. Kwa sababu anao ndugu zake ambao angewaweka kwenye hiyo nafasi ambayo wewe unakaa. Tena sio unakaa kwa CV. Ndio kwa sababu huyu ameokoka. Sasa wanaotendewa hayo walokole hao sasa. Hamna namna. Tusichoke wapendwa. Haleluya. Hata kama wanatulipa mabaya tusichoke kutenda mema. Anasema upendo uvumilia. Yamkini kuna wakati watabadilika watu hao. Yamkini kuna wakati watamjua Mungu wao. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Chapia Yesu makofi mengi ya shangwe na vigelegele. Baba Mungu, ninakushukuru kwa upendo wako. Wewe ni mwaminifu, wewe ni wa haki, wewe ni wa kweli. Umetupa neema ya kuwepo mahali hapa katika ibada hii. Tumeona wema wako, tumeona upendo wako. Umesema nasi, umetutafakalisha neno lako. Bwana Mungu, ninakushukuru. Ni ombi langu Bwana ukabadilishe maisha yetu, tukajue
nini hasa mapenzi yako Bwana, tukaishi katika pendo lako na tukalete matokeo ya upendo wako kwetu kwa wale watu ambao tunakaa katikati yao. Neema yako ikashuke na kuwa halisi kwenye maisha yetu, na neema yako ikawazukie watu wote watuzungukao, wakakujue Mungu utendaye kazi ndani yetu. Ninasema asante kwa upendo wako, asante kwa upendo wa kanisa. Ponya kanisa lako na kutuongoza tukafike katika kweli yako. Baba, ninakushukuru, ninakuinua na kukutukuza. Endelea kuwa nasi katika vipindi vilivyopo mbele yetu, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.